Simba kumwogopa Yanga imenihuzunisha sana. Nadhani hichi kichapo mara 4 mfululizo kinaleta balaa. Leta athari. Athari yake ndio hii. Baba, bomu la nyuklia liza likapigwa leo hapa likaisha. Lakini madhara yake yakabaki miaka mamia na maelfu. Kile kipigo cha goli 5 kile, Mkono. madhara yake ndo haya. Dabi haipo. Mimi kwa imani yangu naamini hizi ni mind game na ni juhudi za wasojiweza. Unajua kwa hivi, kama una timu bora huwezi kuhangaika na mind game za kijinga kama hizi. Unajua kwa hivi, hichi kilichotokea kwanza ni dharau. Simba tumeidharau bodi ya ligi, waendeshaji wa mpira tumewadharau. Karibu sana popote pale ulipo mtazamaji wa Kajenjere. Karibu sana, tunazungumzia yale mengi ya kimichezo, lakini wakati huu tunaenda kuizungumzia taarifa ambayo ime take over na kwamba imechukua nafasi kubwa kwa wakati huu, ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kucheza kesho majira ya saa 11 za jioni. Lakini asubuhi wakati tuko kwenye press conference ya kuzungumzia kuelekea kwenye mchezo huo kwa ujumla wake, ambayo inahusisha ambao ni Simba pamoja na Young Africans ambao ndio wenyeji wa mchezo huo. Baada ya kuzungumza kwa klabu ya Young Africans, tukawa tunamsubiria Simba sasa aje azungumze na yeye. Bwana, tumesubiri sana mpaka ambapo afisa habari wa bodi ya ligi kwa maana ya Karim Boimanda akaja kueleza, kufafanua kwa namna gani ambavyo taarifa ipo kwa ujumla wake baada ya Simba kutokuonekana kula nyoya na kushindwa kufika kwenye press conference ya mechi hiyo, na akazungumza kuwa Simba wamewapigia simu bwana, hawapatikani, na mpaka muda ule ambao walitakiwa wafike hawakufika. Ikasemekana kuwa taarifa itatoka na kitu gani ambacho kitajulikana baada ya kutoka pale, lakini mpaka sasa hivi bado chochote hakijazungumzwa kwa kupitia kurasa za mitandao ya kijamii ya bodi ya ligi na TFF kwa ujumla wake. Tuko na Mchome Mapovu, jina langu ni Ramadhan Amin, ataenda kuzungumza kwa namna gani ambavyo anaona hali hiyo jinsi ilivyo kama mshabiki wa klabu ya Simba. Hofu kwake iko vipi, ama tutaiona Simba hato tia timu kwenye viwanja vya Benjamin Mkapa ambapo mchezo huo unatarajiwa kuchezwa. Tuko na Mchome. Mchome, mambo vipi kaka? Bana, alhamdulillah. Mbona cheka Kwanza intro imechekesha. Kwa nini? Eti Simba wamekula nyoya. Wamekula nyoya kwenye press hawajaonekana. Kwanza mimi kwa upande wangu, yani kwa mara ya kwanza toka nilivyopata akili ndo nimeona, tangu nimejitambua ndo nimeliona hili. Sijawahi kuliona kwenye chama langu toka nimejitambua. Hadi sisi tunapewa jina la Simba. Simba ni mnyama jasiri na ndo mfalme wa pori. Simba kumwogopa Yanga imenihuzunisha sana. Nadhani hichi kichapo mara 4 mfululizo kinaleta balaa. Leta athari. Athari yake ndio hii. Baba, bomu la nyuklia liza likapigwa leo hapa likaisha. Lakini madhara yake yakabaki miaka mamia na maelfu. Kile kipigo cha goli 5 kile, Mkono. madhara yake ndo haya. Kaka, Simba ni waoga. Kuna watu mwanza kasema hizi ni mind game, sijui ni nini, lakini huu ni uoga. Iko hivi, tunachokifanya hii ni vita ya nje ya uwanja. Kwanza, kuwanyima mapato Yanga, kwamba watu waamini dabi hakuna, wasikate tiketi. Cha pili, kwa mudi off wachezaji wa Yanga, yani kuwatoa mchezoni. Tunajaribu kuwatoa mchezoni, siri na nini, lakini hizi ni mbinu kwa Yanga hazifanyi kazi. Mimi kitu nachokuhakikishia, kiingilio Yanga sio kipaumbele. Wanatajiri GSM. Sema mengine. GSM yupo anatoa mzigo. Hela sio kipaumbele. Sio kipaumbele cha Yanga anachopigania ni heshima na rekodi. Hela sio kipaumbele. Kwa Mchome, mmoja kati ya watu ambao wanaamini kwamba dabi ipo ni pamoja na wewe, sio wale ambao wanaamini kama kesho dabi haipo. Mimi kwa imani yangu naamini hizi ni mind game na ni juhudi za wasojiweza. Unajua kwa hivi, kama una timu bora huwezi kuhangaika na mind game za kijinga kama hizi. Unajua kwa hivi, hichi kilichotokea kwanza ni dharau.
Simba tumeidharau bodi ya ligi, waendeshaji wa mpira tumewadharau. Kwa sababu kama bodi ya ligi ana jambo lake kama lile place, wewe ukisusa kwanza umewadharau. Sasa unadharauje mamlaka? Na bodi ya ligi wamezidi kutulea. Mtoto mleavyo ndivyo kwavyo. Yaani wale bodi ya ligi na Simba tunakaa ujamaa fulani hivi. Ako kaujamaa ndo kanaleta shida. Si unanielewa? Without ako kaujamaa ili swala lisingetokea. Yaani kama bodi ya ligi ingekuwa na msimamo mkali toka mwanzo, hawana ujamaa na sisi, Simba tungekuwa na heshima. Hii dharau. Tumewadharau sana. Yaani hii ni dharau ya standard gauge. Oya, place ni kitu kikubwa. Yaani press ndo unakuja unapangiwa muda wa mazoezi, si mechi commissioner, ratiba. Yaani ile ni uratibu wa mchezo. Ratiba nzima ya mchezo iko pale. Wewe unasusa kwenda. Labda tusubiri kuna namna tunaweza tukawaona baadaye, maana tumeambiwa muda sahihi wa kwenda kufanya mazoezi ni ule muda ambao mchezo ambao utachezwa hapo kesho majira saa 11. Pia unaweza tukaona leo Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa akienda kutrain. Nisikilize. Hakuna cha uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye mazoezi, hakuna nini kwa sababu gani? Tayari pre-match meeting ndio ina analyze hayo yote. Na mpaka sasa hivi bodi ya ligi hawajatoa tamko la kusema kwamba tumewapata. Na kusema kwamba watu wamezima simu, nyewe mmetupanga. Mimi naamini Simba hawezi kuzima simu. Haiwezekani. Bana, unajua sisi tulikuwa tunamuona anahangaika kweli, tunapiga simu na nini. Wale watu hawawezi kuzima simu kisa pre-match meeting. Sema hiyo ni njia tu nyingine ya kutugadi. Olo ni olo. Hili swala tunataka liamuliwe kwanza kabla ya saa 11. Watu wajue hukumu gani imetukuta kwa kile kitendo cha kudharau mamlaka. Ile dharau. Tulipaswa tufike pale mapema. Tunaogopa nini jamani? Tuna mchezaji anaitwa Volcano. Watu walisema bwana tunataka kumkaba Elie Mpanzu, watu wamekuja. Kajenjere kuna siku nilikwambiaga. Unaona hii tarehe 15 tunakuja. Ni kwa sababu Yanga kasema haji. Kitendo cha Yanga kusema haji ndio kilitupa nguvu sisi ya kusema tunaenda uwanjani. Lakini Yanga aliposema anakuja, watu wamefiata mkia. Si nikwambie wewe, Yanga huyo akibadili maamuzi akisema naenda uwanjani, watu watakimbiana. Unakuja na ule mfano wako wa tumbwa tudogo. Yaani kuna viklipu fulani navionaga vya tumbwa vile vimanunu vile. Kakiwa na bosi wake kanafoka. Bosi akikatenga chini sasa. Kimya. Kipindi tumeshikiliwa na bodi ya ligi mkononi. Kanuni. Mara watacheza tu. Tutawafuata hata huko kabini kwao. Kanuni inaruhusu bodi ya ligi kusikuanzisha. Wewe. Bodi ya ligi wasema tumechoka. Nendeni wenyewe. Watu wamekula nyoya. Yaani akieleweki mpaka sasa hivi uko ndani pa moto. Yaani iko hivi. Sio kwamba taarifa tunashindwa kutoa za mchezo, uko ndani pa moto. Hakukaliki. Viongozi tafarani. Tajiri ashasema alienda Dodoma ndo apeleke timu. Acha bwana Mchome. Mimi nizo nazo hizo. Alienda Dodoma akakubali. Mangungu ameonekana msaliti, apeleke timu kama anaweza. Na Mangungu hana hiyo power. Anaitwa wapi? Akatia kwenye bodi ya wakurugenzi mjumbe. Kwa mimi ninachokiona kwanza, hii ni aibu kwa timu yangu. Na kama hatutokwenda, itaniuma sana. Itakuuma sana. Mimi furaha yangu ni kuona Simba anapigwa na Yanga. Kwa nini sasa Mchome? Sisi tunaandaa timu. Mimi furaha yangu, mimi siwafichi. Mimi Simba akifungwa na Yanga ndio moyo wangu unapoa. Kwa sababu tuna msemaji ana mdomo, watu wasajili wachezaji wazuri, tuna kazi kupamba tu vitu vieleweki. Kwa Yanga ndo anatuonyesha udhaifu. Kwa mimi kipindi nasema mwanzoni, unajua kwa nini nitafurahi? Kipindi nasema mwanzoni Simba tunasajili wachezaji wadogo, watu walinijia juu. Kwa Yanga akitushona, nasema nilisema sikusema. Kwa mimi Yanga akitubabua mimi nafurahi. Nakuja tena jamani, tulikwama hapa na hapa na hapa. Kile ndio kipimo. Tunaenda mwisho wa msimu. Sio, unanielewa? Tunaenda kwenye dirisha la usajili. Maana yake mkishinda yale madhaifu yataonekana. Ina maana kama tukitumia hizo mechi za Ken Gold, Kagera Sugar, unamwona Mpanzu kama Messi. Kibu Denis anakuwa man of the match misimu miwili. Wewe ushtuki. Wewe ogopi. Kibu D anakuwa man of the match. Twendeni kwenye mechi ya Yanga tukajipime nguvu.
Tuone kuweka kwenye bango sio shida. Masimango ndio anakufanya kuwa imara mnyama. Sijawahi kuona Simba oga kama ya msimu huu. Kuona Simba oga kama ya msimu. Simba hii ni oga kweli kweli. Yaani ukifanya hiyo. Ndio. Hey. Simba anakimbizwa hadi na Lakini kesho utaenda uwanjani. Hakika sana kosaje wakati na tiketi nishakata. Na nitumie fursa hii kuambia mashabiki wa Yanga. Msipoenda nyie ndio mnaidhoofisha timu yenu. Timu iko hai, ina morali na ina mzuka wa kumpasua mnyama. Mungu wangu.